Ni mchezo nambari 184 Young African dhidi ya Simba Sports Club, mchezo ambao nje ya uwanja uligubikwa na mambo mengi sana, kwa sababu mchezo huo ulitarajiwa kupigwa pale Machi 8 katika dimba la Benjamin Mkapa, lakini isivyokuwa mchezo haukuchezeka kutokana na sababu ambazo zilijitokeza kuanzia ile Machi 7 mpaka hiyo Machi 8, lakini baadaye bodi ya ligi na TFF mchezo wakaupeleka mpaka tarehe 15 mwezi wa 6, siku ambayo pengine watu wanatarajia mchezo utapigwa, lakini sivyo ndivyo ambacho kimetokea. Bodi ya ligi wameamua kupeleka mbele tarehe 25 tena mwezi wa 6 ili waweze kukipiga kutokana na vitu ambavyo vimetokea nje ya uwanja. Hii yote ni kwa sababu kulikuwa na mvutano baina ya vilabu viwili dhidi ya TFF ama pamoja na bodi ya ligi, hivyo kufanya mchezo huu kuchelewa kuchezeka, na hivyo huenda ukawa na ndio mchezo wa mwisho kuchezwa katika msimu huu wa 2024-2025. Tuko hapa Mwembe Yanga, sehemu ambapo mashabiki wanapatikana wa mpira, ili kupata hisia zao na maoni kuelekea mchezo ama kuanzia pale ambapo tumeanzia mpaka hapa tulipofikia. Niko sehemu ambapo magazeti yanauzwa, lakini nimepata fursa, nimekutana na baadhi ya watu. Mmoja wapo ni ndugu yangu ambaye amevaa jezi ya Simba, Simba Sports Club mnyama. Tafadhali, habari yako? Fresh, habari za leo? Safi. Kwa majina unaitwa nani? Kwa jina naitwa Jabiri Musa, ni mwanachama na shabiki wa klabu ya Simba, tawi la Simba Mpira na Maendeleo Kazi. Binafsi yako wewe kama shabiki wa Simba Sports Club, hiki ambacho kimeendelea, ambacho kinatokea kwenye mpira wetu wa Tanzania, tuanzie kwako. Wewe kama shabiki una maoni gani juu ya hilo? Asante. Mimi kama Jabiri, kwa hiki ambacho kimetokea, kusema kweli na enjoy kwa umri wangu. Bali wale vijana ambao wameona hii ndio mara ya kwanza kwao watashangaa, lakini mimi na enjoy, najua tu kabisa kwamba hii ni changamoto ya mpira Tanzania, kwa sababu mpira Tanzania uko chini kwa 95% serikalini, hauko kafu, hauko FIFA kwa 5%. Kwa hiyo ukiangalia asilimia nyingi ambazo wamepewa serikali na kuachia mpira, ndio hicho ambacho mauzauza lazima atokee. Kwa hiyo mimi nilitarajia tu kwamba sinema kama hii haikosi kutokea, kwa sababu hii ni dabi kama ya 5 au ya 4 na ishuhudia inavugika hivi, bali dabi imepata hatamu kutokana imekuja kuingia kipindi ambacho tayari wanasayansi wa mpira wamekuwa wengi, vijana wamekuwa wengi. Kwa hiyo ni moja ya kwenda kushangaa, lakini mimi binafsi najua tu hii ni changamoto ya kawaida na itaisha na tutaendelea na mpira wa miguu. Pengine wewe unahisi chanzo mpaka tukafika huku ni nini zaidi? Mimi binafsi kama Jabiri, chanzo ni serikali ya Tanzania yenyewe kupitia katiba yetu, kwa sababu katiba yetu inasema michezo ni burudani, michezo ni ridhaa. Kwa hiyo kwenye michezo ni burudani na ridhaa, maana yake tumefikia hatua kwamba mambo kama haya yanatokea. Lakini mpira wetu ungekuwa kama wa Kenya, wa Uganda, wa Burundi, wa Rwanda, tungekuwa kidogo saizi tunaongea mambo mengine. Tayari maamuzi yashafanyika ya kumpa mtu point 3 au ya kutokufanyaje, ya kufanya maamuzi. Lakini kwa sababu mpira wetu uko chini ya serikali zaidi kwa asilimia 95, ndio haya yote unayoona yanatokea. Kwa hiyo mimi binafsi siwezi kushangaa, bali tu ninachoweza kusema ikiwezekana serikali ya Tanzania ijitahidi kuongeza asilimia za kuachia mpira ujitegemee, ili asitokee mauzauza kama haya. Sababu leo hii ina maana Simba na Yanga ndio wanafanya maamuzi mazito kuliko vilabu vingine. Kuna timu ambazo zinacheza saa 8, kuna timu ambazo hazichezi saa 8. Kwa sababu ya nini? Ya mpira wa Tanzania ulivyo. Lakini yote kwa sababu gani? Mpira umeshikiliwa zaidi na serikali kuu ya Tanzania. Kwa hiyo serikali kuu, uachieni mpira ujitegemee, ili sisi watu wa mpira tuenjoy. Leo hii unaona waziri kazi yake ni uchumi, anapelekwa kwenye michezo. Unakuta lazima ataharibu, lazima ataenda sawa. Lakini kwenye michezo kama unamkuta mtu kama Alimayai ni waziri, unamkuta mtu kama Fred Mbuna, unamkuta mtu kama Madaka Selemani ni waziri, lazima atendana na zile sakata za sheria za mpira na atafuata mpira ulivyo. Lakini kwa sababu unamchukua waziri kwenye uchumi unampeleka kwenye sanaa, unamchukua waziri kwenye kuimba unampeleka kwenye mpira, ni ngumu sana kutoboa sana. Lakini kama serikali itakuwa inafuatilia social media hizi, nadhani mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan aliyotoa uhuru wa habari, na sisi tunaokula mara moja tunaongea mtaani, atusikilize basi, na sisi tuna maoni japokuwa tuko chini sana. Lakini kwa sababu umetoa uhuru wa habari, waje mtaani watafute, na sisi tunaona tuongea ya kwetu. Hayo ni maoni yangu mimi binafsi kwa jinsi ninavyojua mpira wa Tanzania ulivyo na kwa jinsi ninavyojua mpira unavyotakiwa uwe. Sababu mpira unavyotakiwa uwe, maana yake uachiwe na serikali kwa 5%. Ukienda pale Uingereza, ukienda pale South Africa, serikali imeingia kwenye mpira kwa 5%. Kwa sababu hakuna nchi ambayo inakosa kwenye mpira miguu serikali haikosekani. Lakini inaingia kwa asilimia ngapi? Wenzetu wameingia kwa 5%, ndio maana unakuta asilimia nyingi sana. Maamuzi mengi yanatolewa na chama cha mpira cha kwao. Maamuzi mengi yanatolewa na sheria za FIFA. Lakini kwa Tanzania pekee ndio sheria nyingi sana za mpira miguu zinaamuliwa na nani? Na rais wa nchi hii au na waziri wa nchi hii au na mkubwa yote wa nchi hii ndio anaamua. Angalia kama ilichotokea jana, si ndio? Maana yake ameitwa Mangungu, ameitwa engineer
kule wamekaa, si ndio manake? Na unajua kabisa timu za wanachama, lakini baada ya kumaliza kuongea tu pale bungeni na mama, imetoka ni sheria sasa imetapakaa mtaani tarehe 25. Hasa mimi mwanachama haki yangu iko wapi? Na baadaye unaniambia oh, hii timu ya Simba ni ya wanachama, timu ya Yanga ni ya wanachama. Inakuwaje sasa mwanachama baada ya kupata amri pale kwa mama, ingebidi aje kwa wanachama, halafu tuulizwe sasa wanachama tunataka nini kuelekea katika mechi hiyo? Je, ushauri wa mama kuhusu kuelekea tarehe 25 tunaochukulia? Lakini hakuna mwanachama aliyoulizwa, wote tumezauliwa. Tayari imetoka ni amri, ni tarehe 25. Na ukiangalia Yanga walisema hawatacheza paka waajibike, wajiuzuru baadhi ya watu TFF. Je, ameajibika nani? Paka inakubaliwa mechi ichezwe. Sasa sisi washabiki na sisi wanachama, je, tumepata haki yetu? Maana yake serikali Tanzania kwenye mpira wa miguu sisi wengine haitutambui. Kwa kama haitutambui na sisi kuna muda tutaikataa, na ndio maana nakuaga na ushauri kama inawezekana washabiki wa Simba na Yanga tunakaa pamoja. Na sisi tunawagomea kuingia uwanjani wa Simba na Yanga wakicheza. Mfano kama tarehe 25 hiyo, Simba na Yanga wakacheze peke yao. Hakuna washabiki wa Yanga kuingia wala Simba kuingia. Ili hao viongozi wa Simba na Yanga na serikali kuu itambue kama Tanzania kuna washabiki sasa wa mpira miguu ambao wanafanyaje? Wanaitambua. Lakini wenzetu wengine kwa wito huu hapa tayari watu washajiandaa na meki 100, anashinda kununua maharage yeye na wanae. Ana meki anunue tiketi yaani akaingia tena za 25 Simba na Yanga. Kwa hiyo utakuta washabiki ambao wana already. Lakini mimi binafsi sababu ni mmoja hapo ambao natembea kwa habari, nitaendelea kushauri wenzangu tuendelee kuhamasishana, tusiingie tarehe 25 sisi washabiki uwanjani, Simba na Yanga wacheze peke yao, ili angalau na sisi tuwe na asilimia za kutambulika. Kama FIFA ananijua mimi shabiki wa mchezaji wa 12, inakuaje wewe Tanzania usinijue? Lazima unijue. Sasa why unijue wewe? Hakisha sheria ya FIFA inanijua mimi ni mshabiki, ni mchezaji wa 12. Kwa hiyo ndio naiona mimi kwa Tanzania ingepata hatamu. Kwa hiyo mimi nilikuwa na support Yanga kwa ule mgomo wao. Nilikuwa napenda sana. Sababu najua endapo Yanga watafanya haya mambo kama haya, basi serikali itazidi kuachia mpira sasa ujitegemee, kwa sababu wataona hatuwezi kuingilia kati. Lakini kwa sababu Yanga kaonyesha msimamo, tayari baadhi ya watu sasa wanaofikia hatua wanaiogopa Yanga. Tayari wameamua sasa kutoa sababu yote, kufunika yote, twendeni uwanjani tukacheze. Bado mimi sijaona. Kwa hiyo mimi nitatarajia viongozi wa Yanga na washabiki wa Yanga watakubaliana hili swala kwenda kucheza, lakini kwa shingo upande, sio kwa mujibu wa nini? Wa mpira wa miguu. Ndio ninayaona mimi binafsi kama Jabiri na anaendelea. Na hii ni sinema. Mimi binafsi na enjoy na sina wasiwasi nayo, lakini inaniuma sababu naona kabisa mpira unaenda kukanyagwa na mpira unaenda kufanyaje? Kuingiliwa na watu ambao sio nini? Sio wa mpira wa miguu. Kwa hiyo serikali kupitia Wizara ya Michezo jitahidini kuachia mpira ujitegemee wenyewe, ili watu wa mpira waingie mle waondoe cheche zao ili maisha yaendelee. Kwenye yale matakwa manne Young Africans ambao waliyapeleka pale bodi ya ligi, ni wewe kama Jabiri, ni matakwa mangapi ambayo wewe unaungana nao Young Africans? Mimi kwa nimeungana na Yanga nilikuwa kwa sababu sio sasa hivi tena. Sasa hivi si hawana cheche tena. Wamelala, wamepoa. Yanga sasa hivi wamepoa tena, hamna jinsi. Lakini ule moto wa Yanga ulikuwa mwasha. Mimi binafsi huku mtaani nilikuwa na enjoy. Sababu huu moto utaenda kuuacha serikali iumize kichwa, TFF iumize kichwa, ili mpira ujitegemee peke yao, ili asitokee tena mambo kama yale. Ndio ilikuwa na support Yanga. Lakini kwa hili ambalo limetokea juzi sasa, naenda kuwashusha Yanga CV zao zote kwamba nao ni wale mmoja ya chombo cha nini? Cha serikali cha kwenda kusikiliza tu matakwa ya mkuu wa nchi kazungumza. Basi unajua Watanzania tulio wengi tunaogopa kumtaja mkuu wa nchi kwa sababu tunaona kama vile ni moja hatari kubwa sana. Lakini kitaalamu wanasema hivi, heshimu serikali, usiogope serikali. Tamka matamshi ambayo utaona yanajenga kupitia serikali kuu. Sababu kama jana picha tumeziona. Hivi kama mfano FIFA na CAF, wanaona zile picha za jana, Mangungu hapa, Garibu hapa, Sidio manake Mzee Dalali hapa, Mama Samia hapa. Unafikiri FIFA anajuaje? Nani kaamrisha ile? Nani sasa hivi hata mtoto mdogo mpelekee ashinde kujua mechi hii imeamrishwa na nani ichezwe? Kila mtu anajua, hata mtoto mdogo anajua kwa sababu kaona picha. Picha sizi kwenye magazeti wanamuona mama. Ina maana ile mechi ameenda kuitamkia mama matamshi mazito kwamba lazima mcheze. Kwa sababu ukirudi kwa katiba inasema rais akiongea ni nini? Ni sheria. Rais akiongea anapaswa kutekeleza. Na ndio maana mimi binafsi naungana na yule jamaa anayependa katiba ya nchi ifanywe marekebisho. Na namuunga mkono kwa 100%. Marekebisho ya katiba yakija, sidhani kama rais anaweza kuingia moja kwa moja kwenye mpira kama hii akatoa. Na hii tuombe Mungu tu, FIFA na CAF watunusuru, watusamee tu. Lakini kama kwa staili ya jana, moja kwa moja FIFA CAF anatufungia. Lakini kwa sababu mpira wetu kivyetu vyetu, sidhani kama FIFA atatufungia. Kwa sababu rais wa FIFA akija Tanzania haendi kwa chama cha mpira, anaenda Ikulu. Sasa unaona balaa. Lakini akienda Kenya anaenda kwa chama cha mpira rais wa FIFA. Akienda kwenye South Africa anaenda kwa chama cha mpira. Lakini Tanzania rais wa FIFA akija anaenda Ikulu moja kwa moja. Anaenda kuwauliza jamani, vipi mpira utauachia lini? Kwa nini msiuachie? Kwa hiyo ili mpira uachiwe tufanye. Mfano rais aliyopita marehemu Magufuli alisema hivi, kwa sasa ngumi ziwe kazi rasmi. Alitamka lakini kwa katiba hajaweka. Kwenye katiba mchezo alizaa, lakini huku kwenye matamshi yake akasema michezo kuanzia leo ngumi ziwe kazi. Ukiwa mwanajeshi ukipigana uchukue hela yako na promoter muelewane.
Na kweli mpira ngumi zikazi niko juu sana na kazi na kamata hatamu. Unaanza mpira unafuata ni ngumi. Lakini alipofariki marehemu Magufuli ngumi zikaanza kufanyaje? Kushuka mpaka sasa hivi unaona zimedolola. Kwa sababu gani? Ni matamshi ya watu ambao wanaingia madarakani. Wakitoka madarakani, yale matamshi yanakuwa hayana kazi tena. Tungempata mkombozi wa nchi hii, rais wa nchi hii, akakubaliana na katiba ifanywe marekebisho baadhi ya vipengele. Mimi nadhani hata kile kipengele ambacho kinasema michezo ni burudani kingeondoka, ikaja michezo ni kazi rasmi ili waingie watu wa kazi rasmi. Uoni Young Africans wamerudi nyuma kutokana na kukosa support kwa baadhi ya vilabu. Kama ulivyosema utangulia kusema kwamba Yanga walikuwa wanapigania mpira wa nchi, lakini ni wachache sana ambao walikuwa wamepambana na Young Africa, kwa sababu utagundua hivyo hata kuna baadhi ya chambuzi licha kwamba Yanga alikuwa anapigania haki yake ya msingi, lakini bado walikuwa wanaikosoa Young Africa kwanza wanakosea kwa kile kitu ambacho wanakifanya kwenye mamlaka husika za mpira. Waliokuwa wanafanya hivyo na kweli wapo wengi. Na waliokuwa wanafanya hivyo ni wale waoga wa maisha. Wako kwenye system. Anajua nikiongea tofauti, nikimuunga mkono Yanga maana yake mimi nitakosa kazi. Kwa hiyo asilimia nyingi sana ni wale watu ambao walikuwa kwenye system ya kazi. Sasa mimi Jabiri, mimi nakula mara moja kwa siku, ninafanya shughuli zangu mwenyewe, mimi nikibarua tu, nipo tu. Hata ukilipeleka jela sasa hizi utakuwa umenisupport, umenisaidia kuondoka uleiani, nikakae vizuri huko. Kwa sababu sina ambacho ninajivunia kwenye nchi hii. Sina ambacho nafaidika nacho kwenye nchi hii. Kwa hata ukinipa maiki kama hii, lazima nibomoke. Kwa hiyo ikiwezekana ili tusiongee sisi, wazuie hizi uhuru wa habari wasije huku mtaani. Lakini ukiniletea nitabomoka sababu sina chochote. Lakini wale ambao walikuwa support Yanga wote, walikuwa kwenye system. Mfano, referee anakuwa ni askari. Huyo referee kweli atakuja kuongea ukweli? Referee ni mwalimu wa shule msingi, atakuja kuongea ukweli? Tanzania ndio nchi pekee ambayo inawaajiri wa kwenye mpira wengi, wana kazi lao rasmi. Lakini nikukumbushe Jabiri kwamba kanuni za bodi ya ligi zinakataza vilabu, viongozi wa vilabu pamoja na wahusika, maana wadau wakubwa wa mpira, kuzungumzia makosa madogo ambayo yanatokana kwenye mchezo. Kwa mfano labda referee kafanya makosa, wewe sio mtendaji ama kiongozi mkubwa wa klabu, imekataza wewe kuzungumza kwa namna yoyote ile kukosoa kile kilichotokea, kwamba kuna njia ambazo unaweza kuzitumia kufikisha yale ambayo wewe unayafikiria. Uone kama hiyo nayo inawanyima watu uhuru wa kueleza kile kitu ambacho wanakifikiria kuhusiana na mchezo? Ni sahihi, uko sahihi kabisa. Lazima wanyime uhuru, kwa sababu ukiongea ukweli maana kazi wanakosa. Kwa wale wanyime uhuru wale ni wale ambao wana kazi ndani ya serikali au wanategemeana kwenye ndani ya serikali. Kwa hiyo wakiongea uhalisia, blaza anaonekana kazi hana. Na Tanzania yetu unajua, ukiongea ukweli unaonekana wewe une nini umekosea. Na ukiongea uongo unaonekana wewe umepatia unafanya. Ndio maana mpira wetu ni wa propaganda. Mpira wetu sio ambao umenyoka. Ndio maana washauri hata washabiki wenzangu, usinione nimevaa jezi, mimi nimevaa jezi kama vile nguo kujistiri. Sio kwa sababu nimevaa jezi basi unajua mimi napenda sana. Hapana, kwenye ukweli nitafanyaje? Nitazungumza. Na ndio nawaomba Simba ikiwezekana waliamshe nao, ili nchi endelee kuwa na slogan ya sinema. Sababu mpira wetu sinema na kuigiza. Simba nao waliamsha sasa. Yanga ashaliamsha tayari, paka mama ashaanza kwenda kusaini huko Ulaya, ameamua kuingilia amekuja kwenye mpira. Sasa na sisi tuliamsha na Simba ikiwezekana. Lakini viongozi wa Simba sasa mnaliamsha vipi wakati viongozi wenu na walikuwepo kule Dodoma wao kwenye makubaliano? Sasa tunaliamsha sisi wanachama sasa. Si viongozi wamekubali, kwa sababu kiongozi mwenyewe ni mfanyakazi wa serikali. Yuko kwenye system. Kwa hiyo amekubali kwa sababu katiba inambana. Si ndio maana, lakini sisi ambao katiba itubani tunaliamsha sasa. Si ndio maana hakuna kwenda kupeleka timu yetu sisi wanachama. Hakuna kupeleka timu yetu tarehe 25 kuipeleka uwanjani, kwa sababu ushatuambia timu hii ni wanachama. Si ndio maana kama timu inasema na wanachama tunaamua sasa. Wewe kiongozi umekubali kule bungeni. Sasa sisi hujakuja kukaa kikao na sisi. Siku 10 zibakia hizi. Unatuambia twende tu. Na sisi tunaliamsha, tunaigomea timu yetu wanachama isiende uwanjani, isiende kucheza ili sinema iendelee. Paka pale sasa tutakapofikia hatua kwamba ligi hii ifunikwe ije ligi nyingine. Lakini hivi kusema kweli, mimi binafsi siwezi kununua tiketi nikaenda uwanjani, nikaenda kuiangalia hata Simba waingie, hata Yanga wacheze, siendi uwanjani. Na ningekuwa na uwezo mkubwa ningeshawishi na washabiki wengine. Hivi mfano tungekaa pale getini pale Benjamin Mkapa pale. Geti A tunakaa Simba, geti B wanakaa Yanga. Tunawazuia, hakuna shabiki kuingia uwanjani. Huku Simba wacheze wenyewe na Yanga wacheze wenyewe bila washabiki. Wangejifunza kitu, tungekuwa na thamani nchi hii washabiki. Lakini leo hii serikali ya Tanzania inatutambua sisi kwenye kupiga kula tu, kwenye mpira tutambui. Hebu angalia sasa hivi Simba juzi. Mimi nimenunua tiketi kwa sababu ya finali ya Berkane na Simba, kwa sababu gani? Ya serikali. Ndio maana mimi nikanunua tiketi. Baada ya kumsikiliza waziri naibu wa michezo Mwinjuma. Si ndio manake? Kuniambia iwe jua iwe mvua mechi finali ni wapi? Kwa Mkapa. Mimi nikaamini kama mimi waziri amekubali mechi kwa Mkapa, mimi Jabiri ni nani? Nikanunua tiketi kwa ajili ya kujiandaa mechi kwa Mkapa. Kesho kutwa tayari imefikia hatua CAF anatuambia mechi Zanzibar. Je, mimi sasa aliolinda zile mali zangu, si ndio maana ni nani? Na mali zangu zimeenda. Maana yake hakuna. Si ndio maana yake waziri ameshawisha mimi nichukuliwe hela zangu na nani? Na Simba.
Waziri anasababisha hela zangu mimi zifanyeje? Zipotee. Kwa hiyo ndio mambo ambayo mimi nayaona kwamba sio mambo ambayo wao wanaazimia na wanaenda nayo. Wao wanatufanya sisi washabiki wa Simba na Yanga kama makopo yale yanayokotwa mtaani, yanaenda kupimwa. Ndio wanatufanya kuanzia viongozi wa Simba, viongozi wa Yanga, viongozi wa serikali kwenye michezo, wanatugeuza sisi washabiki wa Tanzania kwa maana hatuna akili na hatujui chochote. Sasa tungewagomea mechi moja tukashinda kuingia wote. Wangecheza wenyewe. Ndio angejua. Sasa kama FIFA mwenyewe, rais wa FIFA, rais wa CAF anathamini uwepo wa washabiki. Ndio maana finali ya CAF inachezwa mara 2 nyumbani na ugenini ili washabiki wakaenjoy. Sasa kama washabiki sisi tunafurahiwa, katika sheria inatambua, inakuwaje kupitia waziri wa michezo wewe usitambue sisi na thamani yetu isiwepo? Kwa ndio vitu ambavyo naviona sio vipo. Kwa hiyo ndugu zangu, ndio hivyo ambavyo mimi naviona kutokana na mazingira ndio yale kuwepo. Lakini Watanzania wengi hatusomi katiba. Katiba nyingi inasema mwandishi wa habari ana uhuru wa habari popote pale. Sema tu ndio kuelewa mdogo. Unajua kuongea sio kazi kupangilia maneno. Yaani mwandishi wa habari anaweza kuingia popote pale na akafanya kazi na bila kuguzwa. Sasa wengi hawaelewi, ndio maana unakuta mtaani kuna vugika kama hivi. Kwa hiyo Twitter hicho tumalizie Jaberi hapa swali la mwisho kwamba kuna mashabiki wa Simba wenzio walikuwa wanaamini Yanga kutoleta timu uwanjani ni kama wanaihofia Simba, wanamhofia Elimu Panzu. Kwako wewe kama shabiki unaweza ukaichukuliaje kauli kutoka kwa mashabiki wenzao wa Simba Sports? Mimi binafsi kwenye kuogopana kwenye mpira hakuna, bali kuna kuheshimiana. Lakini mtu ambaye amekufunga mara 4 mfululizo lazima umheshimu. Si ndio maana yake? Kuogopana nimekataa, kuogopana hamna. Sababu ukiwa muoga maana yake unaweza kupata madhara makubwa ambayo ni nini? Ni uoga. Kwa hiyo kuogopana hamna. Bali Yanga sisi tulikuwa tunatakiwa tuheshimu kwa sababu ashatufunga mara 3 mfululizo, mara 4 mfululizo. Hata nikiwa na Mpanzu, nikiwa na nani na Kibu Denis, bado mimi Yanga nitaendelea kuheshimu. Lakini heshima yangu nitaenda kuionyesha kwenye pitch sasa, kumuonyesha kwamba wewe umenifunga mara 4. Sasa na mimi nakuja kujiuliza ili kuondoa ule mara 4 yangu kujifunga, ninakuja kukuonyesha ndani ya pitch sasa. Lakini sio kwenye maneno. Kwenye maneno Yanga tayari washatuweza, sababu tayari washatufunga hivyo. Lakini kwenye pitch maana yake tutakuwa tukaonyesha sisi Simba kwamba tuna nini sasa na tunajiuliza vipi kuondoa ule upinzani ambao unao wewe. Lakini kwa kuogopa, mimi binafsi siwaogopi, na mimi binafsi vile naweza kusema kwamba Simba tuko tayari kucheza na Yanga, lakini tucheze basi katika makubaliano ya utakwa yote. Kwa hiyo kwa sababu tayari Yanga washatangulia kutufunga, basi kuna haja ya kuwaacha waongee hivyo, lakini kwenye pichi tufanyeje? Tuwaonyeshe Elia Mpanzu yupo, Kibu Denis yupo, lakini bado haitoshi kujitambia nje ya uwanja na kuzungumza kwamba Yanga ninamweza. Bado Yanga ana ile password ya Simba, Yanga bado anayo. Unajua mtu akishafunga mara 4 mfululizo tayari kashajua ana password yako. Sasa ile password ambayo Yanga anayo itakuwa sisi Simba tukajiulize tukaitoe. Tunajiulizaje sasa? Basi ikiwezekana wapeleke timu ta 25, lakini mimi hata nione uwanjani nikaenda kuangalia mechi hiyo na wala sinunui tiketi. Na shabiki yote atakayenunua tiketi atakuwa ni mshamba wa mpira miguu. Atageuza. Hiki ni kipindi cha uchaguzi. Mnageuza mkapige kula. Asante mtangazaji. Ya kwangu ni hayo.